السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، اللهم آمين. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, karibuni tena kwa mara nyingine tunakutana baada ya kuishi katika masiku matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili hali tukiwa tunakumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kati ya wale ambao as-suada al-maqbulin, kati ya wale ambao walotakabaliwa funga zao na wakatoka katika mwezi wa Ramadhani ili hali wakiwa wamesamehewa madhambi yao na wameachiliwa huru kutokamana na moto wa Jahannam. Allahumma amin. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, swali ambalo kila mmoja wetu linampitikia na ana hamu sana kutakufahamu jawabu la swala hilo: hal ana mimman istujiba lahu ramadhanu? Swali hili, je, mimi ni kati ya wale ambao wametakabaliwa funga zao? Hakikatan swala hili jawabu lake ni zito kabisa, kwa sababu ni masala yenye kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna anayejua siri isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukirudi katika aya ambayo kwamba ilitufaradhisha mimi na wewe funga, unaweza ukapata ishara kwa mbali ama karibu kuhusiana na jawabu la swala lako. Allah subhanahu wa ta'ala asema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa ibada ya funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama namna walivyofaradhishiwa walikuwa kabla nyinyi. Lengo la shabaha, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, kwa kupitia la'allakum tattaqun unaweza ukafikia katika ishara ya karibu ama ya mbali kuonesha wewe, je, funga yako imepita kwa uzuri ama vibaya. Kaifa dhalika? Katika ibada ya funga lenye kutafutwa ni la uchaji Mungu subhanahu wa ta'ala. Jitizame wewe baada ya kuondoka na Ramadhani, umesimama na hali gani? Umesimama na msimamo gani? Vikao vyako viko vipi? Je, umesimama na khairi zile ambazo kwamba ulikuwa ukizipambana nazo mwezi wa Ramadhani, ama umerejea nyuma? Ayadhan billah, ayadhan billah. Allah tuhifadhi na tulinde kati ya wale waovu ambao wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bila kujitambua. Naam, wale ambao wenye kusema kwamba mwezi wa Ramadhani mimi nitajitahidi katika taa kwa kuwa ninamtambua Mola wa Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani nitarejea nyuma kwa kuwa simtambui Mola wa Ramadhani. Matendo yako ndivyo anavyoamanisha, na ndiyo ushirikina biainihi, ndo asli ushirikina huo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tulinde na tuhifadhi kutokana na swala zima la ushirikina ya rabbal alamin. Ndugu yangu unayejiuliza swala hilo, jitizame katika msimamo wako baada ya mwezi wa Ramadhani. Umesimama vipi? Je, umesimama katika taa ambayo ulikuwa ukijitahidi nao katika Ramadhani, ama umewachana nao taa na umerudi katika uchafu? Na katika mlango huu wa istiqama imekuja nyingi sana kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitatosheka na aya moja na hadithi moja bas. Allah asema kutuambia, bali anaanza kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam akimwambia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako subhanahu wa ta'ala, na umuabudu Mola wako, endelea kumwabudu Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ukiwacha ibada, shika ibada nyingine, ukiwacha taa, shika taa nyingine, hatta ya'tiyaka al-yaqin, hadi yakuteremkie wewe mauti, ili hali ukiwa katika taa na katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja mapokezi mazuri kwa Imam Muslim kutokana na hadithi ya sahaba mtukufu Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi. Huyu bwana alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, qul li fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ya Rasulullah, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, nifahamishe mimi neno katika Uislamu. Baada ya kunifahamisha neno hilo, ya Rasulullah, nitashikana nalo, nitalifanyia kazi, wala sitokwenda kumuulizia mwingine baada yako ya Rasulullah. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyomtafutia wasia ule mzuri na zawadi ile mzuri akampatia, akimwambia, qul, sema, amantu billah, nimemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na asli ya iman ni matamshi na vitendo. Matendo yako yabainisha kuwa wewe umemwamini Mola wako. Usimame katika taa na ukatazike na makatazo ambayo kwamba alikataza. Baada ya kusema hivyo, yako umemwamini Mwenyezi Mungu na matendo yako yakashuhudisha,
thumma istaqim, kisha ubaki katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadi mauti ya kuteremkia, ili hali ukiwa katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atubakishe katika taa yake hadi mwisho wa umri wetu ya rabbal alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.